Sifa za watu wasiotaka kuwa mashahidi wa Kristo. Sifa ya kwanza, wanakuwa hawajali neema ya Mungu na huruma, lakini pia wanakuwa hawajali ule upendo wa Kristo kwetu sisi wanadamu. Mungu aliupenda sana ulimwengu mpaka akaamua kumtoa mwanawe wa kipekee ambaye ni Yesu Kristo ili aje kutufia sisi wa dhambi. Na Yesu akaona ile hali ya kuwa sawa na babake sio kitu cha kujishikamanisha nacho, akaamua aje kutufia sisi wa dhambi. Lakini watu wengi tumekuwa tukiona kama ile jambo alikuwa amelifanya Yesu ni jambo la kawaida. Na tukiwa watu wa namna hiyo, basi tutajikuta tunafanya nini? Tunapoteza mwelekeo. Lakini kwa watu ambao watakuwa wameamua kuwa mashahidi wa Kristo, watakuwa wakihubiri juu ya nini? Ya hilo swala kwamba Yesu alifanya upatanisho na sisi kwa njia ya msalaba. Kwa hiyo sisi wanadamu tuna haki ya kufanya upatanisho na Yesu kwa njia ya nini? Ya imani. Watahubiri kila sehemu. Lakini kwa watu ambao hawatakuwa mashahidi wa Kristo, na maana wenyewe watakuwa wanaogopa, tunasema tutaanza kuhubiri hivyo watatuonaje watu? Ukiona upo katika upande huo, basi upo kwenye hatari kufanya nini? Ya kupotezewa mwelekeo na shetani. Lakini kitu kingine ambacho watu wasiotaka kuwa mashahidi wa Kristo wanakuwa nacho, hawawezi kumsifu Mungu, lakini pia wanakuwa wanaona aibu kufanya mambo ya Mungu. Kwa watu ambao watakuwa hawataki kuwa mashahidi wa Kristo, ina maana wenyewe vitu vya Mungu watakuwa kama ni vibaya, watakuwa wanaona aibu hata kuvishika. Huenda ni kwenye daladala au huenda ni ipo kazini amekaa, ataona aibu kushika Biblia, ataona aibu kumsifu Mungu. Ukiona ni mtu wa namna hiyo, basi wewe tayari unajitoa kwenye upande wa nini? Wa kuwa shahidi wa Kristo, na unakuwa kwenye hatari ya kufanya nini? Ya kupotezewa mwelekeo na nani? Na shetani. Lakini kitu kingine, hao watu ambao hawataki kuwa mashahidi wa Kristo, wameumbwa na Mungu lakini hawataki kuwa mashahidi wa Kristo, ni kwamba hao watu wanakuwa na hoji sana mambo ya Mungu, wanakuwa na hoji sana. Wanapoambiwa kama Mungu anasema hapo mwanzo palikuwa na Mungu, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, wanakuwa watu ambao wanahoji. Na mwisho kwenye kuhoji kwao watajikuta mwisho kafanya nini? Wanapotezewa mwelekeo na shetani. Lakini kwa watu ambao hawataki kuwa ni mashahidi wa Kristo, ni kwamba hao watu wanampa shetani nafasi ya kuwatawala na sio Mungu tena. Kwamba kwa watu ambao watakataa kuwa mashahidi wa Kristo, kwa watu ambao watakataa kuishi maisha ya kujikana nafsi na kuishi Mungu anavyotaka, ni kwamba hao watu wanampa nafasi shetani fani ya kuwatawala. Watakuwa ni watu ambao wanapenda kuangalia movie muda wote, ni picha ya pornography. Watakuwa ni mtu ambao wapo busy na kuangalia mipira muda wote. Watakuwa ni watu ambao wapo busy na uzinzi na uasherati. Watakuwa ni watu ambao wapo busy na mambo ya dunia, wakijua kama muda bado, lakini kumbe muda tayari na dalili zote zimeshatimia. Wataona kama muda bado, na mwisho wa siku Mungu atakapokuja wataona kama ni ghafla, lakini kumbe sio ghafla, kwa sababu walikataa kuwa nini? Walikataa kuwa mashahidi wa Kristo. Inabidi tumsihi sana Mungu atusaidie tuwe ni watu ambao tutakuwa ni mashahidi wa Kristo, tuwe watu ambao tutasimama na Yesu, tuwe watu ambao tutakuwa tunamshuhudia Mungu upande zote. Haijalishi tutakuwa katika hali gani, haijalishi dunia itatuchukuliaje, lakini tuwe watu ambao tumeamua kuwa nini? Kuwa mashahidi wa Kristo. Maana yake tukishakuwa mashahidi wa Kristo, basi kuna ndani ya Yesu kuna kila kitu, kuna uzima, furaha na amani ya kweli ndani ya Kristo.